Aya Ashura kiuno. Nyie vipi mbona mnazuia njia? Tulia Yaani sisi tunaishi maisha mabovu road, tunashindana njia afu unapita unaongea na simu hapa kizembezembe. Wewe mtu wewe kwanza mkoba kwanza una mali hapo. Nyie vipi mbona mnanisearch? Tulia naambiwa tulia. Nyie. Wewe vipi? Mbona uko hivyo? Alafu samaki wako wapi? Mimi sijafika kwenye usamaki. Sijakuelewa bado, hujafika kwenye samaki vipi yani? Wewe mama! Hebu njoo hapa. Mama, hebu zungumza na mwanaume hata simuelewi toka alipofika hapa kavimbisha mishavu tu kanuna. Walolo. Mbona umevimbisha mashavu? Au samaki wako wapi? Yaani mama wewe acha tu. Nilipokuwa naenda kununua samaki kule, nimefika njiani, kuna mtu nimekutana naye. Mara anaanza kunigida, ananiambia kakako mwizi. Yaani ameniaibisha mbele za watu. Yaani kila nikitaka kumkwepa ananizuia hivi nakwambia watu wananizomea. Yaani ameniaibisha mama, mimi sijapenda kweli. Kudadadeki. Kikao. Aya Ashura kiuno. Ilikuwa kuwaje kwanza? Si kipindi kile kuna mkaka alikuwa anakuja nyumbani litufe hivi lile jitambinde linafanya kazi pale furniture, ndo amenisiga mbele za watu, amenitia aibu. Ni mama mimi nimezalilika pale. Sasa nisikilizeni. Tunaenda kumsuuza kabla kaka yenu haja rudi. Sisi kama wanajeshi wa USA. Let's go! Vipi hapa? Hamna bro. Tupo. Wewe luza. Na wewe fukufuku. Tulikubaliana nini katika mtaa wetu kufanya mambo kama hayo? Ulituambia tusiwe tunaiba mitaa nyumbani. Hebu achieni lobegi. Afu fungeni hizo zipo. Tayari blaza. Nisikilizeni. Nadhani mnanijua vizuri. Nikiongeaga jambo lifatike kama sheria. Hii ni sheria. Yaani hapa mahakamani kwa wauni hapa. Yaani hizo depo mnazozileta hizo depo za njaa. Watu nishawaambia kabisa mambo hayo kufanya katika mtaa wetu sio kitu kizuri. Sisi ndo walinzi wa mtaani. Yaani sisi ndo tunataka tuwalinde watu kama hao. Alafu nyinyi ndo mnafanya vitu kama hivyo. Mnamaanisha nini? Kudadadeki. Muombeni samahani wa dada. Mwambieni tumekosea, samahani. Omba samahani. Samehe. Samahani. Wewe fukufuku. Nimeacha kanzu yangu pale katika mjumba pale. Kaichukua kaihifadhi sehemu mzuri. Mtanikuta road.
bunayya, Mume wangu, kuna nini kinaendelea? Haijawahi kutokea hata siku moja mtu akaushika mwili wangu na nisishtuke wala kusisimuka. Hapa kuna mchezo unaendelea, kuna kitu unanificha. Mke wangu, ina maana uniamini? Halafu ndo kwanza tuna usiku mmoja tu mimi na wewe, na unashindwa kuniamini kwa chochote. Mke wangu, sio hivyo. Unajua jana ulichoka sana, na nilikuona tangia tunatoka kule ndani, na mimi nilizidiwa, nikawa sina jinsi, ikabidi nifanye hivyo hivyo. Kwa hiyo unavyoniambia kwamba haukuhisi chochote ni sahihi, kwa sababu ulikuwa umechoka. Nikawa sina jinsi. Mwaka wangu usimpe mwenzangu. Yaani mwali kajua kunivesha nguo. Tena kanivesha nitembee kifua mbele. Najitamba. Toka nianze kazi yangu ya ukungu. Kanifurahisha. Sijawahi. Kila ninapofanya mama peupe. Kila ninapofanya peupe, lakini sasa hivi kanivesha tena joo la Kimasai. Dada mwali kajua kujitunza. Unajua kajua kujitunza binti? Sijawahi ona. Sio kajua kujitunza, huyu kajibana. Sio kama mtoto wa siku hizi kidogo tu imeachia. Yeye kaamua kubana aje kumwachia mumewe. Dada, toka uanze ukungwi wako, hii ndo ya kwanza. Haijawahi kutokea. Siku zote unapita pita tu, hakuna unachokiambulia, lakini safari dada, ongera. Ndio maana ninatamba. Jamani, niacheni mie, niacheni. Nafsi yangu imeridhia. Nafsi yangu imeridhika, mtoto kanivesha nguo jamani. Natembea kifua mbele. Na zawadi yake sio kubwa. Hiyo ndogo nitampa. Blacklist, vipi? Hujui kukaza? Laiti kama ungelijua mwanaume shababi kama wewe uliyenipa furaha mimi kwenye maisha yangu, usingelia kama hivyo. Yaani namaanisha kuwa wewe utakiwi kulia kama mwanamke, lazima ukaze. Sasa nakupa bonus. Mara ya kwanza mimi Shati ukinikung'uta nilikuwa natoa shilingi 20,000. Sasa kiwango kinapanda. Pale tu kipindi utakaponikung'uta nitakupatia misimbazi 5. Yaani namaanisha shilingi 50,000. Vipi? Unaionaje ofa yangu?
Sasa hivi ukilia utanikwaza. Nataka ucheke. Cheka. Cheka. Swadakta, mwanaume shababi anatakiwa kuwa kama hivyo. Yaani namaanisha moyo wangu unasuhuzika pale unapokuwa na furaha zaidi. Naam, Blacklist, nimelizika. Sasa kifuatacho, sasa kama ifuatavyo: tunamfuata ndani, tunaenda kumbandikia vimaji vya moto, tunamsinga taratibu na tunamkanda pale mahali taratibu, kwa sababu tuna mambo mengine ya kumwambia, sio yale tu, vipo vya kumwandalia. Kwanza leo kipaja cha kuku peke yake, ingawa mume atataka firigisi cha kwake kipaja, tunamwandalia na vichaichai vile, tunampa mambo yale yenyewe kabisa tuliopewa sisi kezi hizo, sio tuwabane bane watu kama watu tunawapa. Unanikosha? Twende tusipoteze muda. Katika hii jamii kuna nyingi familia, ila familia hii tabia yake tunaijua. Huyo Ashura, Ashura kiuno, ni wake na tabia viendani, yani vituko majanga, kutokucha kugombana na majirani. Wanamwita Ashura, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno, Ashura, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno. Ezo boy, yo vipi yo? Yo Safio. Ni mkubwa vipi? Mbona kwenye ofisi yangu hivi mnachezea vifaa vyangu? Nimekuja kukusaidia. Sasa unaenda kuniuliza vipi? Hapa mimi nafanya nini? Napiga landa nikusaidie. Kwa sababu nyinyi mafundi mna tabia kuchelewesha vitu vya watu. Sasa hapa sijui hili kabati, stuli, sijui sofa au kitanda, mimi sijui. Kwa hiyo nimekuja kukusaidia. Kama hivyo unavyoona, mwanangu anakatakata. Mwingine kule hanapima. Kwa hiyo tukishamaliza tunataka tukusuuze baba. Tukufundishe adabu, jinsi ya kuishi na watu. Barabarani, mitaani, tukusuuze. Bi mkubwa nisikilize. Mimi hapa ofisini kwangu. Unaweza ukapeleka kokote pale nikawashtaki. Naombeni mjikusanye muondoke. Au mnakuja kunichawia? Kukuchawia vipi? Kukuchawia tulivyokuja kukusaidia kazi. Ndio uchawi. Sisi hapa ndio natuona sisi wachawi tumekuja kukuchawia. Wewe uliyomkashifu mwanangu kumdhalilisha hapa barabarani na watu wanaona. Sio uchawi. Ule sio udhaifu. Baba bure wewe. Maana yake ulivyokuwa na kipala basi na mambo yote mpaka na akili imehama. Yaani nakwambiaje, leo utajua ujue tunakufanya shengesha hapa muone kwanza domo kasiketi ya solo. Mama, mbona ungonge sana? Mbona kika tukute? Hebu tufungute. Katika hii jamii kuna nyingi familia, ila familia hii tabia yake tunaijua. Huyo Ashura, Ashura, ni wake na pata mitumba, pata mitumba upendeze. Mjini mitumba bwana, pata mitumba. Kugombana na majirani. Wanamwita Ashura. Bwana mdogo, hebu ngoja kwanza. Ashura huyo. Habari yako bwana? Fresh baza vipi?
Swali. Unauza nini mo? Ubu unauza nguo blaza, mitumba yangu hapa kama kawaida. Kumbe kazi yako ende kuuza mitumba. Basi mimi nakuonaga tu vile. Na kipindi kile nilikuwa najua sijui ulikuwa na mpango gani na yule dada yangu binamu yule. Lakini sasa hivi ndo hayupo, ndio maana sikuonioni kule. Sawa bwana. Kama unauza nguo, unauza shilingi ngapi? Hizi hapa blaza mimi huaga nauzaga 2200. Si unajua nishazoeana na wateja wangu kuona wapunguziaga bei tu. Sawa. Unauzaga nguo nzuri lakini hizi blaza, hizi nguo ziko fresh, si unaziona? Kweli. Sasa sikia mdogo wangu. Mimi nataka nikubadilishie maisha. Hizo nguo zote naomba niuze kwa 1000. Na nunua zote sasa hivi naenda nyumbani kulala. Blaza nyinyi mnazingua. Yaani hizo nguo mimi nauza kwa bukubuku. Yaani hizo nguo ilala kwenye mimi nikienda kule nachukua kwa bukubuku. Angalau nakuja kuuza 2000 napata faida. Yaani hapo labda mfanye mgeni buku hapo fresh mimi nawaachia. Dogo, mimi nataka nikusaidie. Tusio kwamba nina shida ya nguo. Zinapouza hizo nguo bei ya jumla napajua. Ila nataka nikusaidie. Naomba hizo nguo kwa 1000 hesabu, nikupe hela yako ukapumzike. Leo blaza mpo serious nyinyi, ngojeni mimi niondoke zangu. Ngoja subiri. Hebu njoo kwanza. Buku. Napata nini hapa? Unajua sijakuelewa vizuri pale. Unavutaka kununua zile nguo zote. Wewe hela hiyo uko nayo kweli? Nakujua kabisa una kitu hapo mfukoni. Yaani hapa kunielewa mimi itakuwa ngumu sana. Naomba nikuelekeze kitu kimoja. Yaani zile nguo tunazichukua. Sasa sema nataka bukubuku. Tunaenda kule mtaani, tunauza shilingi 5000. Hapo 4000 inakuwa ya kwetu. Yaani hapo kwa kifupi aibu utaona wewe. Tunaenda tunauza nguo, yeye yuko anatuangalia macho. Tunauza 5000, tunachukua 4000, 1000 yake tunampa. Kweli. Ng'ombe hazeeki sura na zile kama ini. Sinsifia sana basi, sinsifia sana. Naona aibu. Unaona aibu. Tuzetu lazo kubwa hili. Sasa sikia dogo. Buku. Hamna shida. Kama unakubaliana na hilo, sisi tunakupa hela yako. Tukupunguzie mzigo, acha kuhangaika jua kali hili saa hizi. Lete nguo hizo. Au unasemaje? Kwa hiyo yani kulia tu bi mkubwa akakutimua. Tena sio mama yako tu. Mpaka yule mdogo wako sijui ndo njiti, familia yako yote imetoka imenitimua yeye. Ashura kiuno ujue kavu muda mwingine. Sasa mtu kulia tu kwenye msiba nini, yani ndo anakutimua ili iweje sasa? Sasa mimi nikupange. Yani mimi sikufa. Yani huyo mpuzi mmoja yule baba Makombo alimtuma mtu kuja kutangaza pale nyumbani kwamba mimi nimekufa ili kwa visasi vyake mwenyewe binafsi. Alafu sasa angalia, mimi nilipofika South Africa, mimi yani mimi wauni nimeishi nao vizuri. Hasa kuna siku moja hiyo tupo zetu Cape Town na wanangu, yani kina Njiwa, kina Kimo, umeona bwana, kina Hasani Mbekae, kina Shija Master. Kabulu hata ulipotokea mwanangu. Na sisi hatuna vibali. Kwa yule mimi wakanidaka. Oya Habiba. Mwanangu huwezi amini. Sijawahi kupanda ndege, lakini siku mimi nimepanda zangu ndege mwanangu, na shusha airport, nachukuliwa na pelekwa kituo cha polisi. Ndio taarifa nafika nyumbani, wanakuja kunitoa pale, na sketi umetangazwa kwamba ulikufa. Vipi? Acha kabisa. Niambie kwanza, wewe UTI umepona au bado unaishi nayo? Kumisha pona sasa hivi. Yaani bwana UTI na kela kwenye misindano ya umu. Yaani sio mchezo. Kama umepona hapo, show. Mwanangu karibu. Mwanangu, huyu ni ex wangu, anaitwa Kichwa Dudu. Na Kichwa Dudu huyu ndo mume wangu. Habari yako ndugu yangu. Afu bado kijana mdogo, tunabidi ukae ujisomee. Umekimbia shule unauza mitumba, haya kaone kazuri keupe karefu.
Si ukae chini usome au ulelewe. Wewe nipe huo mzigo, nikupe 1000 zako, hesabu nguo. Sasa katababuka, waanza kuzunguka zunguka mtoto maopo tababuka. Basi sawa. Nigeni hiyo bukubuku mimi niondoke zangu nikapumzike sasa hivi. Au kama vipi naenda kuchukua tu mzigo mwingine, geizo bukubuku. Kama hiyo nimeipenda hiyo. Hiyo ya pinki hiyo, vitu vyangu. Iko fresh. Sina hiyo na mwenyewe mpaka umekubali. Aya, sikieni sasa. Nimehesabu hapa hizo nguo na nyinyi mmeziona. Ziko 35. Kwa nini gaini 35 yangu, mimi niondoke nikachukue mzigo mpya sasa hivi hapa. BFF. Chukua mzigo. Sawa. Hamna shida. Tunakupa hela yote, hamna shida kabisa. Wewe hata kama na nini nguo yako ndani ni nzuri na muonekano mzuri, nayo vua wewe changanya tunaondoka nayo. Lete. Nikupe vipi? Lete kwanza hela sasa. Lete kwanza tukabidhi kwanza. Una wasiwasi na sisi? Wewe unanijua? Uniamini? Dogo, mbona tamaa? Tutashinda kufanya kazi na wewe. Sababu nakuamini na kukumbuka. Tufuate. Follow sisi. Katika hii jamii kuna nyingi familia, ila familia hii tabia yake tunaijua. Huyo Ashura kiuno wake na tabia. Atumiagi masuala ya mikono hivi anahisi kama anapokonywa nyota. Mke wangu, nikisema wewe hujielewi nakuwa nakukosea au nakuwa nakuelekeza? Wewe ni mke wa mtu, hapo umekaa kichocholoni, tena karibu na nyumbani kabisa. Afu umekaa na mwanaume unakuja unaniambia kabisa yani eti huyu ni ex wangu. Aliyakuwa mimi ni mumeo wa ndoa. Na bila shaka huyu ndo atakuwa yule mwizi ambaye alikuwa ameingia chooni. Ni kweli? Asa hapo wapi nilipokosea mume wangu? Mtu umetukuja tu tumesimama hapo, nimekuelekeza huyu ex wangu. Inamaanisha si mtu ambaye nishaachana naye. Alafu mzee, kama ungetukuta tumekaa kule hivi ungetuchukuliaje? Hapa ndo sehemu sahihi, kila mtu atuona na kuwa anatuamini. Au hilo unalionaje? Mke wangu, sijawahi kukuonyesha kitu cha tofauti hata siku moja. Kwa sababu nakuheshimu. Blaza, nakuheshimu. Nakuheshimu. Huyu ni mke wangu. Nakuheshimu blaza. Blaza, mimi ni mtu mmoja mbaya sana. Tena usipoangalia nitakuja nikufanye kitu kibaya kwenye maisha yako, utakuja kunisahau. Oa mzee, tusitishane mwanangu. Huko sasa uko unapokwenda unakwenda mbali huko. Yaani mimi katika maisha yangu mtu kunitishia kama hivyo, yaani sasa atoe bastola huku nyuma, aseme wewe chini ya ulinzi, na kisheria raia mwenzako kumtolea bastola sio kitu kizuri. Wewe unanitishaje kama hivyo wewe? Oya, mwambie ujue, mimi sielewi ujue. Kichwa ududu, mimi sitaki fujo nyumbani kwangu. Nishakuelekeza huyu mume wangu, hayo nataka fujo za nini? Sitaki fujo. Oya, mimi ngoja nisepe zangu. Yaani mimi siku hizi mambo ya ugomvi, yaani sipendiki kabisa. Oya. Onye vipana, chikesha hata siku moja mwanangu. Wewe vipi babu wewe? Wewe waiti nini wewe? Yatoka bado shamba. Nilisahau nige namba yako ya simu. Ashura huyo. Uswahilini kuna vituko tazame yule mama na watoto.
Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, Ashura anamwita Ashura huyo, Ashura kiuno, Ashura, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno. Uswahilini kuna vituko ae, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, Ashura kiuno,